Mwigizaji mkongwe Hashim Kambi amefariki dunia Dar es Salaam. Mwigizaji mkongwe wa filamu nchini Tanzania Hashim Kambi amefariki dunia jana tarehe 27 Aprili 2026 nyumbani kwake eneo la Sinza jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka kwa watu wa karibu, marehemu amefariki dunia asubuhi ya jana, huku chanzo cha kifo chake kikielezwa kuwa bado hakijathibitishwa rasmi na familia pamoja na wahusika wa afya. Taarifa zaidi zinatarajiwa kutolewa baada ya taratibu za awali kukamilika. Hashim Kambi alijijengea jina kama mmoja wa waigizaji wa kizazi cha mwanzo waliosaidia kukua kwa tasnia ya filamu nchini Tanzania. Kwa miaka mingi ameshiriki katika kazi mbalimbali za sanaa ya uigizaji, akionekana katika filamu na miradi ya maigizo ya televisheni iliyopendwa zaidi na watazamaji. Marehemu alijulikana kwa uwezo wake wa kuigiza majukumu tofauti tofauti, hususan yale ya uhalisia wa maisha ya kawaida, jambo lililomfanya apendwe na mashabiki wengi wa filamu za Kitanzania. Jina lake ni Hashim Kambi. Kazi yake ilikuwa ni uigizaji wa filamu. Alijipatia jina kupitia filamu mbalimbali za ndani zilizogusa maisha ya jamii, na alikuwa hodari kuigiza kama mzee wa kijiji, mshauri au mtu mwenye hekima. Hashim Kambi alianza kuigiza katika kipindi ambacho tasnia ya filamu Tanzania ilikuwa inakuwa kwa kasi. Alikuwa miongoni mwa waigizaji waliosaidia kukuza hadithi za maisha ya kawaida ya Mtanzania, hasa vijijini. Uigizaji wake ulionekana wa kweli sana, kiasi cha watazamaji wengi kuhisi kama wanamuona mtu halisi kabisa. Leo ni siku ya huzuni kwa tasnia ya filamu Tanzania. Tumeondokewa na msanii mkongwe Hashim Kambi, na wasanii wengine wameondokewa na msanii mwenzao mkongwe Hashim Kambi aliyefariki dunia tarehe 27 ya Aprili mwaka 2026. Hashim Kambi alikuwa ni zaidi ya mwigizaji, alikuwa ni kioo cha jamii. Kupitia sanaa yake aliweza kuonesha maisha halisi ya Mtanzania, hasa wa vijijini, kwa uhalisia mkubwa uliogusa mioyo ya wengi. Katika maisha yake ya sanaa, Hashim Kambi alifanikiwa kujenga jina kubwa kama mwigizaji wa asili, yani natural actor, kucheza nafasi mbalimbali zenye mafunzo ya kijamii, kwa miongoni mwa waigizaji waliodumu kwa muda mrefu kwenye tasnia ya Bongo Movies, kuhamasisha waigizaji chipukizi kuamini katika uhalisia wa uigizaji, kushiriki katika filamu nyingi zilizobeba maadili ya Kitanzania. Alijulikana sana kwa kuigiza kama mzee mwenye busara, mshauri wa jamii na mtu anayepitia changamoto za maisha, na kila nafasi aliishi si tu kuigiza tu. Kifo chake ni pigo kubwa kwa tasnia ya filamu Tanzania, lakini kazi zake zitaendelea kuishi, zikitoa elimu na burudani kwa vizazi vijavyo. Rest in peace Hashim Kambi, sanaa yako itaendelea kuishi milele. Leo tunafunga simulizi yetu kwa moyo mzito, tukimkumbuka na kumuenzi Hashim Kambi, msanii ambaye hakuwahi kuwa tu mwigizaji, bali alikuwa daraja kati ya sanaa na maisha halisi ya Mtanzania. Katika kila nafasi aliyocheza, Hashim Kambi hakuwa anajifanya, aliyaishi, na aliishi ndani ya uhusika. Alibeba sauti ya jamii, aliongea kwa niaba waliokuwa hawasikiki, na alitumia kipaji chake kufikisha ujumbe uliogusa mioyo ya wengi. Huu ndio ulikuwa upekee wake, uhalisia uliopenya moja kwa moja hadi rohoni mwa mtazamaji. Ni wachache sana wanaoweza kuacha alama kama aliyoiacha yeye. Leo hii ukiangalia kazi zake, huoni tu filamu, unaona historia, unaona maisha, unaona mafunzo. Kila tabasamu, kila huzuni, kila neno lilotoa lilikuwa na maana, na ndiyo maana hata baada ya kuondoka kwake bado ataendelea kuishi kupitia sanaa yake. Hashim Kambi ametufundisha kitu kikubwa sana, kwamba sanaa si burudani tu, bali ni kioo cha jamii, ni njia ya kuelimisha, kuonya na kuunganisha watu, na yalitimiza hilo kwa moyo wote. Kwa wale waliobahatika kufanya kazi naye, watamkumbuka kama mwalimu, mshauri na mtu mwenye unyenyekevu wa hali ya juu. Kwa mashabiki wake, watamkumbuka kama sura ya uhalisia, sauti ya kweli, na mtu aliyewahi kugusa maisha yao bila hata kukutana nao ana kwa ana.
Kifo chake kinauma, lakini urithi wake hauwezi kufutika. Hii si mwisho wa safari yake, ni mwanzo wa kumbukumbu zitakazoishi milele. Tunapomaliza tujiulize, je, tunajifunza nini kutoka kwake? Je, tunathamini vipaji vyetu kama alivyofanya yeye? Je, tunatumia nafasi tulizonazo kuleta mabadiliko chanya kama yeye? Leo tunasema asante. Asante kwa kila kicheko ulichotupa. Asante kwa kila somo ulilotufundisha. Asante kwa kila hadithi uliyoisimulia kupitia sanaa yako. Pumzika kwa amani Hashim Kambi. Jina lako halitafutika na mchango wako utaendelea kung'ara kwenye historia ya tasnia ya filamu Tanzania. Mpaka hapa ni mwisho wa kumtakia safari kila lenye heri katika safari yake nyingine, kwa maana katika maandiko ya Biblia kuna maisha ya duniani na kuna maisha ya baadaye. Ameishi maisha ya duniani, tayari anakwenda kuishi maisha mengine ambayo ukifa ndipo utakapoona, lakini sisi hakuna aliyewahi kutuhadisia kaburini kumekuwa na nini. Rest in eternal peace legend. Msimuliaji ni mimi Queen Liz, Malkia wa Soka. Sizungumzii tu soka bali nagusa pia maisha ya jamii. Rest in peace Malkia wa Soka. Tunatoa pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki waliofikwa na msiba huu. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake na lihimidiwe. Endelea kusalia nasi Malkia wa Soka. Usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kuwa nasi, mimi ni Queen Liz, mpaka wakati mwingine, kwa heri na uwe na wakati mwema.